fa innahum hakika wao kanu ashadda minna mahabbatan walikuwa ni wenye mapenzi makubwa zaidi kuliko ni sisi wa ta'dhiman na pia walikuwa ni wenye kumwadhimisha na kumheshimisha na kumtukuza ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam bwana kama ni mapenzi wao walikuwa wanatuzidi mapenzi zaidi kuliko mapenzi ya kumpenda mtume kuliko ni sisi wa hum ala alkhairi ahras na wao katika khairi ahrasu ni wenye pupa zaidi wa hum ala alkhairi ahrasu na wao katika khairi ni wenye pupa zaidi maana yake wanatushinda pia lakini qad la yatajawazu amru ashabi hadhihi almawalid lakini inaweza isivuke jambo la hawa watu wa maulidi ma dhakarahu ba'd ahli alilm mambo ambayo wameyataja baadhi ya ahli alilm lakini qad la yatajawazu amru ashabi hadhihi almawalid linaweza lisivuke jambo la hawa watu wa maulidi jambo la watu wa maulidi linaweza lisivuke ma dhakarahu ba'd ahli alilm linaweza lisivuke baadhi ya mambo ambayo wameyataja ahli alilm kwamba kwenye maulidi kuna hiki lakini kuna watu sasa wanaweza wenyewe kufanya maulidi yao lakini kusiwe na hivyo vitu ambavyo wamefanya ahli alilm mambo ambayo wameyataja sasa ahli alilm ambayo yawezekana wakayafanya watu wa maulidi zao lakini wasiyavuke min anna an-nasa kuwa anna an-nasa hakika watu idha ataratuhum awamilu dha'fi pindi utapowaingia wao udhaifu watakhadhul annahu min anna an-nasa idha ataratuhum awamilu dha'fi watakhadhul walwahnu rahu yu'adhimuna a'immatahum bihtifalati ad-dawriyya kwamba watu hao idha ataratuhum awamilu dha'fi pindi itapokuwa imewaijia wao au umewaijia wao udhaifu watakhadhul walwahn na unyonge kwa maana moja kwamba pindi utapokuwa umewaijia watu udhaifu na unyonge rahu yu'adhimuna a'immatahum basi wanastarehe kwa kuadhimisha viongozi wao bihtifalati dawriya kwa kusherehekea ambako ad-dawriya ni kwenye kujirudia mwakani jambo lenye kujirudia qarahu wanastarehe yu'adhimuna a'immatahum wakiwaadhimisha viongozi wao na maimamu wao bihtifalati dawriya kwa mazazi yenye kujirudia duna tarassumi masalikihimul mustaqima bila kutazama njia zao zilizonyooka ni wao hawaangalii nini hawaangalia ile mambo aliyokuwa nayo mashekhe zao na mfano wake kuduna tarassumi masalikihimul mustaqima bila ya kutazama kwa umakini njia zao zilizonyooka yani wao hawaangalii njia za hawa wamenyooka wao hawaangalie jambo hilo wao wanafanyaje wanastarehe na wanafurahikia kuadhimisha mazazi yao kila mwaka huu mwakani mwaka kesho na mfano wake kwa nini sasa wanafanya hivi lianna ta'dhimahum hadha kwa sababu kuadhimisha kwao huku kuadhimisha hawa mashekhe lianna ta'dhimahum hadha kwa sababu hakika kuadhimisha kwao huku wanakofanya la mashaqqata fihi ni jambo ambalo halina uzito ala nafsi dhaifa katika nafsi iliyokuwa dhaifu kama tunavyoona hivi leo nafsi ni nini nafsi ni dhaifu za hawa wanaofanyaje wanaosherehekea maulidi mpaka mtu kimwambia anaweza taka kutukana kutusi kwa nini kwa sababu nafsi ni dhaifu hazijaangalia yale waliokuwa nayo masahaba na wema waliotangulia kisha na wao wakayapima je na sisi tunayoyafanya yapo katika yale hawaangalii mambo hayo
wao tu wanaadhimisha mashehe zao, wanafurahia, hawaangalii mashehe zao walikuwa katika njia gani na manhaji gani. Tukasema lakini qad la yatajawazu amru ashabi hadhihi almawalid, linaweza lisivuke jambo la hawa watu wa maulidi, lisivuke ma dhakarahu ba'd ahli alilm, yale walioyataja baadhi ya ahli alilm, min anna an-nasa, kwa hakika watu, idha ataratuhum awamilu dha'fi, pindi atapowajia wao na kuwapata wao madhaifu, watakhadhulu walwahn, na unyonge, rahu, watu hao wanafurahia na wanastarehe, yuadhimuna a'immatahu, kwa kuadhimisha viongozi wao, bihtifalati dawriya, kwa sherehe za dauria, maana za kimiaka zenye kujirudia kila mwaka, duna tarassumi masalikihimul mustaqima, bila ya kutazama njia zao zilizonyoka, kwa maji ushe njia hii ilikuwa imenyoka, wao hawaangalii haya. Lianna ta'dhimahum hadha, kwa sababu kuadhimisha kwao huku, la mashaqqata fihi, hakuna tabu, ala nafsi dhaifa, katika nafsi iliyokuwa dhaifu. Wala shakka, na hakuna shaka, anna at-ta'dhim al-haqiqi, hakika kuadhimisha kwa kisawasawa kulikokuwa kwa kweli, huwa ta'atul mu'azzam, ni kumtii mwenye kuadhimishwa. Wala shakka, na hakuna shaka, anna at-ta'dhim al-haqiqi, hakika kuadhimisha kulikokuwa kwa kweli, huwa ta'atul mu'azzam, ni kumtii yule mwenye kuadhimishwa, wanushu lahu, na kunasihi kupitia maneno yake, walqiyamu bil a'mali, na kuyafanya matendo, allati, matendo ambayo, yaqumu biha amruhu, jambo lake linasimama kupitia mambo hayo, kwa nushu lahu, na kunasihi kupitia maneno ya nani? Ya huyo mwenye kuadhimishwa, walqiyamu bil a'mali, na kufanya matendo, allati, matendo ambayo, yaqumu biha amruhu, jambo lake linasimama kupitia matendo hayo. Bimaana ukitekeleza yale mafundisho na maelekezo ya yule, ndiyo dini ya yule pia itafanyaje? Itasimama. Yani bimaana Allah ametutaka tuwe waislamu, tulazimiane na Uislamu. Kwa hiyo kumwadhimisha Allah na kutekeleza wajibu wa Allah, sisi ni nini? Sisi ni kufuata vile alivyofanyaje? Kufuata vile alivyofanya. Huko ndo kumtukuza Allah na kumwadhimisha Allah. Walqiyamu bil a'mali allati, na kuyafanya matendo ambayo, yaqumu biha amruhu, jambo lake litasimama kupitia matendo hayo. Maana wa ya'tazzu biha dinuhu, na itapata nguvu kupitia matendo hayo dini yake. Maana leo tungekuwa tuswali, leo tungekuwa tufungi, tungekuwa tutoe zaka, kwa maana Uislamu wetu ungekuwaje? Uislamu wetu ungekuwa hauna nini? Ungekuwa hauna nguvu, na Uislamu wetu ungekuwa si wenye kusimama. Kwa nini? Kwa sababu sisi Uislamu hatuyafanyi yale ambayo yangeupa nguvu Uislamu na yangeudhihirisha kwa kina zaidi Uislamu. In kana rasulan, ikiwa ni nabii, wa malakan, in malakan, na malaika ikiwa ni malaika. Kwa maana ya kwamba wala shakka anna ta'dhima alhaqiqi, hakuna shaka hakika kuadhimisha kulikokuwa kwa kweli, huwa ta'atul mu'azzam, ni kumtii yule mwenye kuadhimishwa, wanushu lahu, na kunasihi kupitia maneno yake, walqiyamu bil a'mali allati, na kuyafanya matendo ambayo, yaqumu biha amruhu, inapata nguvu jambo lake, wa ya'tazzu biha dinuhu, na inapata nguvu dunia yake. In kana rasulan, ikiwa ni mtume, wa malikan, na ikiwa ni mfalme, in malika, ikiwa ni mfalme, wa malikan, na mfalme, in kana malika, ikiwa ni mfalme. Bimaana yale maelekezo yanayoelekezwa ndio anapata nguvu huyo ikiwa ni mtume. Anapata nguvu huyo ikiwa ni nani? Akiwa ni mtume. Kwa sababu tukiangalia hata wale mitume, kwa nini hawakupata nguvu? Mitume waliotangulia, kwa nini hawakupata nguvu? Kwa sababu wale wafuasi wao hawakuadhimisha. Kuadhimisha ni nini? Kuadhimisha ni kufuata ule mwenendo wao.
kuadhimisha ni kufuata ule mwenendo wao. Kama amesoma kule kuna nabii atakuja siku ya kiyama na mtu mmoja, mwingine hana hata watu, nabii anakuja na watu 10, watu wachache mno. Sawa? Lakini sasa Mtume Muhammad atakuja na nini? Atakuja na watu wengi. Kwa hiyo kitendo cha kuja na watu wengi maana yake ni nini? Kuonyesha kwamba sehemu kubwa ya watu wake wamefanyaje? Wamefuata mafundisho yake na wamefuata maelekezo yake. Kwa hata mfalme ni hivyo hivyo. Mfalme ana nguvu wakati gani? Japokuwa wale raia wake wale wanafuata maelekezo yake na ile miongozo yake. Lakini wakiwa hawafuati maelekezo, hawafuate maamrisho yake, basi kio mfalme huyo hawezi kupata nguvu na jeshi lake litakuwa ni jeshi dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu halipo katika uimara mmoja. Kwa in kana rasulan, ikiwa ni mtume, wa malikan, na mfalme, in malika, ikiwa atakuwa ni mfalme pia hivyo hivyo. Kwa mtume pia kuadhimishwa kwake yatakikana atiiwe na watu wamuelekee. Pia mfalme hivyo hivyo yatakikana atiiwe na aelekewe. Ndio nini? Ndio ule ufalme wake utapata nguvu, na ile sehemu yake itakuwa ni nini? Itakuwa ni sehemu ya kujinadi na kujidai, na itakuwa ni makimbilio ya nini? Ya wanyonge. Kwa nini? Kwa sababu wanaona hawatoonewa. Waqad kana salafu salih ashaddu mimman ba'dahum, na hakika walikuwa wema waliotangulia ashaddu mimman ba'dahum ta'dhiman linnabii sallallahu alayhi wasallam. Hakika walikuwa wema waliotangulia ni wenye kumwadhimisha zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam mimman ba'dahum, kuliko wale waliokuja baada yao. Thumma lilkhulafa'i ar-rashidina, kisha walikuwa ni wenye kuadhimisha makhalifa wanne min ba'dihim au man ba'dahum, kuliko wale man ba'dahu. Kwa kana salafu salih, na walikuwa wema waliotangulia ashaddu ta'dhiman ba'dahum, kwa walikuwa wema waliotangulia ni wenye kumtukuza zaidi mtume sallallahu alayhi wasallama. Thumma lilkhulafa'i ar-rashidina min ba'dihim, kisha makhalifa waongofu min ba'dihim, kuliko wale waliokuja baada yao. Kwa wema waliotangulia walikuwa kimwadhimisha zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha walikuwa wakiwaadhimisha zaidi makhalifa wanne kuliko nini? Kuliko wale waliokuja baada yao. Kwa maana ya kwamba wema waliotangulia wa kwanza waliokuwa wakimwadhimisha zaidi alikuwa ni mtume, alafu wa pili waliokuwa wakiwaadhimisha zaidi walikuwa ni makhalifa waongofu hawa wanne. Kisha sasa ndo watakuja nini? Watakuja wengine katika maswahaba, muhajirina na nani na mfano wao. Lakini daraja ya kwanza kumwadhimisha zaidi walikuwa wakimwadhimisha mtume. Daraja ya pili katika kuadhimisha walikuwa wakiwaadhimisha makhalifa waongofu man ba'dahum, kuliko wale waliokuja baada yao. Man ba'dahu, kuliko wale waliokuja baada yao. Wanahika, na inakutosha wewe bibadhli amwalahum, kwa kutoa mali zao, wa anfusahum, na nafsi zao, fi sabilillah, katika njia ya Allah. Hili linakutosha. Wanahika, na linakutosha wewe bibadhli amwalahum, kwa kitendo cha wao kutoa mali zao, wa anfusahum, na nafsi zao, fi hadha sabil, katika hii njia ya Allah tabaraka wa taala. Illa anna ta'dhimahum rasulullah sallallahu alayhi wasallama, isipokuwa kumwadhimisha kwao na kumheshimisha kwao mtume sallallahu alayhi wasallama, wa khulafa'ahu ar-rashidina, na makhalifa wake waongofu, lam yakun kata'dhimi, hakukuwa kama vile kuadhimisha ahli hadhihi al-qurun al-mutaakhira, hakukuwa kama vile kuadhimisha kwa watu wa hizi karne za mwisho. Kwa wao walikuwa wakimwadhimisha kwanza mtume, kisha wakiwaadhimisha maswahaba hawa makhalifa wanne. Kwa illa, isipokuwa anna ta'dhimahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
hakika kumwadhimisha kwao mtume sallallahu alayhi wasallama wa khulafaahu ar-rashidin na makhalifa wao waongofu kumwadhimisha kwao wema waliotangulia lam yakun kata'dhimi ahli hadhihi al-furuq al-mutaakhira hakukuwa kama kuadhimisha kwa hawa watu wa hizi karne za mwisho mimman dha'at minhum katika mimman dha'at minhum tariqatu salafi salih fi ihtida'i wa iqtida katika watu ambao mimman dha'at minhum katika watu ambao imepotea kwa wao tariqatu salafi salih njia ya wema waliotangulia fi ihtida katika muongozo wa iqtida na katika kuiga kwa salafu salih kuadhimisha kwao hakukuwa kama wanavyoadhimisha watu wa hizi karne za mwisho watu ambao umepotea kwa wao au imepotea kwa wao njia ya wema waliotangulia katika nini fihtida katika muongozo waqtida na katika kuiga yani bimaana kwao wamepotea wamepotea njia ile ya wema waliotangulia katika muongozo hawana muongozo pia katika kuiga hawana nini hawana maigo manake hawaigi kwa nani kwa hawa wema waliotangulia wenyewe wamefanyaje wasalaku tariqa alghiwaya na wamepita njia ya uharibifu wadhalal na njia ya upotevu fi madhahiri ta'dhim alajwaf katika muonekano wa kuadhimisha uliokuwa wa ndani zaidi yani kaonekana hawa ndio wana mapenzi sana fi madhahiri ta'dhim alajwaf katika nini katika muonekano wa uadhimishaji uliokuwa wa ndani zaidi kwa hiyo wasalaku wamepotea njia ya wema waliotangulia katika muongozo hawana muongozo lakini pia katika kuiga hawana nini hawaigi kama walivyokuwa wema waliotangulia bali wao wasalaku tariqa alghiwaya na wamepita njia ya uharibifu wadhalal na njia ya upotevu fi madhahiri ta'dhim alajwaf katika nini katika muonekano wa kuadhimisha kwa ndani zaidi yani kwa kina zaidi kwamba wao ndio wanaadhimisha sana kuliko wengine kwa ikionekana ni nini ni kama muonekano wa kuadhimisha uadhimishaji ambao ni wenye kina zaidi yani wa kuzama ndani zaidi wala raiba anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ahaqqul khalqi bikulli ta'dhimin yunasibuhum illa annahu laysa min ta'dhimihi an nabtadi'a في دينه بزيادة أو نقصان أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به ولا شك ولا ريب نحكون شاكا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم يناسبهم أو تقوى بكل تعظيم يناسبه kwa hakuna shaka kuwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallama ahaqul khalqi ni kiumbe mwenye haki zaidi bikulli ta'dhimi yunasibuhu katika kila uadhimishaji unayonasibiana na yeye hakuna shaka kwamba mtume tekikana mtume ni mwenye haki zaidi ya kuadhimishwa katika kila maadhimisho ambayo yanaendana na yeye illa annahu isipokuwa laisa min ta'dhimihi si katika kumwadhimisha yeye annabtadi'a fi dinihi sisi tuzushe katika dini yake biziadati kwa kuzidisha au naqsin au kupunguza au tabdil au kubadilisha au taghyirin liajli ta'dhimin bihi au kubadilisha kwa lengo la kuadhimisha kupitia hicho tulichokibadilisha kama vile anavyosoma ile aya fabidhalika falyafrahu kwa ile ndio ni aya nini ya kumwadhimisha mtume kwa haqqul khalqi bikulli ta'dhim mtume ni mwenye haki zaidi ya viumbe bikulli ta'dhimin yunasibuhu katika kila kuadhimisha ambako kuna nasibiana na yeye kunaendana na yeye illa annahu isipokuwa hakika laisa min ta'dhimihi si katika kumwadhimisha mtume annabtadi'a fi dinihi sisi tuzushe katika dini yake
biziadatin, kwa kuzidisha kwa aina yoyote ile, au naqsin, au kupunguza kwa aina yoyote, au tabdilin, au kubadilisha, au taghyirin, au kugeuza kwa aina yoyote ile, liajli ta'dhimihi bihi, kwa ajili ya kumwadhimisha kwa hicho kitu tulichokigeuza au tulichokibadilisha au tulichokizidisha au tulichokipunguza, sio katika kumwadhimisha kwa aina hii. Kama annahu, kama vile ambavyo, laisa min ta'dhimihi alayhi salatu wassalam, si katika kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallama, si katika kumwadhimisha an-nasrifa lahu, kwamba sisi tumpelekee yeye na tumgeuzie yeye shay'an, chochote, mimma la yasluhu li ghairihi min anwa'i at-ta'dhim mimma la yasluhu li ghairi Allah min anwa'i at-ta'dhim wal ibada. Kama annahu, kama vile ambavyo, laisa min ta'dhimihi alayhi salatu wassalam, si katika kumwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallama an-nasrifa lahu, kwamba sisi tumgeuzie yeye na tumgeuzie na kumpa yeye shay'an, chochote, mimma la yasluhu li ghairi Allah, katika vitu ambavyo havitakikani isipokuwa kwa Allah, tukampelekea sisi miongoni mwa vitu ambavyo havifai na havitakikani li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah tukampelekea hali ya kuwa tunajua ni Allah peke yake haifai. Min anwa'i ta'dhimi, katika aina mbalimbali za kumwadhimisha, wal ibada, na aina mbalimbali za ibada. Kisha akasema wa husnun niyyati la yubahu ittiba'u fi dini. Qaida hiyo, wa husnun niyyati, na uzuri wa nia, yani kuwa na nia nzuri, jambo hili la yubahu ibtida'u fi dini, jambo hili halihalalishi kuzua katika dini. Husnun niyya, uzuri wa nia, la yubihu ibtida'u fi dini, jambo hili halihalalishi kuzua katika dini. Alghayatu la tubarriru alwasila, kwamba lengo alifanyi njia kuwa ni nzuri. Yani mtu akaenda akaiba au akaenda benki akapora hela, akiulizwa anasema bana, mimi malengo ni kulisha familia. Tunasema hapana, lengo ni zuri, lakini umepitia njia ambayo sio nzuri, katafute chumo la halali. Kwa uzuri wa nia hauhalalishi kuzua katika dini. Faqad kana jullu ma ahdatha ahlul milal qablana min at-taghyir fi dinihim an husni niyyatin. Kwa faqad kana, hakika ilikuwa, jullu, sehemu kubwa, ma ahdatha ahlul milal, ya yale walioyazusha watu wa mila zilizotangulia, min at-taghyir, katika kubadilisha, fi dinihim, katika dini yao, an husni niyya, jambo hili lilitokana na uzuri wa nia. Kwa Sheikh anawapigia mfano kwamba haya kusema tuna nia nzuri, nyie sio wa kwanza kusema. Faqad kana jullu, hakika ilikuwa sehemu kubwa, ma ahdatha ahlul milal, yale ambayo ilikuwa sehemu kubwa ya yale ambayo wameyazusha ahlul milal qablana, watu wa zile dini zilizokuwa kabla yetu, ni watu wa jahiliya, Mayahudi na Manaswara hao. Sehemu kubwa ya yale walioyazusha, min at-taghyir fi dinihim, katika kubadilisha mambo katika dini yao, an husni niyya, ilikuwa ni kutokana na uzuri wa nia. Wakina Paulo kwa akiingiza mambo katika nini, katika dini yao, lakini linafanyika jambo au analifanya kiongozi akilifanya hilo jambo, anamwambia Paulo, nenda kabadilishe kwenye nini, kwenye aya fulani kule, futa hii weka hii, au ondoa hii, katika mambo ambayo yanamfurahisha na kumpendezesha yeye kiongozi. Kwa sasa Paulo anaenda anafuta, ili sijokanekana mbona kiongozi anakhalifu maandiko bwana, kiongozi anakhalifu maandiko. Kwa hiyo kawa anaenda nafuta kule, ili watu wasigagazike na wala sije kaleta zafarani kwa baina ya kiongozi na raia wake. Kwa sehemu kubwa ya yale ambao waliazusha watu wa dini zilizopita, wale waliokuwa kabla yetu, katika mabadiliko ya dini yao, ilikuwa ni kutokana na uzuri wa nia zao.
walikuwa na nia njema kabisa. Wama zalu yabtadi'una biqasdi at-ta'dhimi wa husni an-niyyati hatta sarat adyanuhum ghayra ma ja'at bihi rusuluhum. Wama zalu yabtadi'una, na hawakuacha kuwa ni wenye kuzusha hao watu wa dini hizo. Wama zalu yabtadi'una, na hawakuacha kuwa ni wenye kuzua na kuzusha biqasdi at-ta'dhimi, kwa malengo ya kuadhimisha, wa husni niyyati, na malengo ya nia nzuri, hatta sarat adyanuhum, mpaka ilibadilika au mpaka zilibadilika zikawa dini zao ghaira ma jaat bihi rusuluhum, ni kwa yale yasiyokuwa wamekuja nayo manabii wao. Kwa mpaka zilibadilika na zikawa dini zao ghaira ma jaat bihi rusuluhum, si yale waliokuja nayo mitume wao. Maana yake walibadilisha sasa kiasi ambacho wao ndio wakawa mitume, na mitume sasa ikawa hawana jambo waliloleta jipya. Wao ndio wameleta mambo yao, tuna nia nzuri, mpaka ikawa kana kwamba wao sasa ndio mitume, wameweka sheria. Wama zalu yabtadi'una biqasdi at-ta'dhim, na hawakuacha kuwa ni wenye kuzua kwa malengo ya kuadhimisha. Wa husnun niyya biqasdi at-ta'dhim wa husni niyya, na uzuri wa nia, kwamba wana nia nzuri. Hatta sarat adyanuhum, mpaka ziligeuka na zikawa dini zao ghaira ma jaat bihi rusuluhum, si kwa yale waliokuja nayo mitume wao. Maana dini zao hazikuwa katika yale waliokuja nayo mitume wao. Kisha akasema walau tasahala salafuna salih, na lau kama wangefanya uzembe wema wetu waliotangulia, kama tasahalu, kama waliofanya uzembe hao waliokuwa katika zama hizo. Kwa walau tasahala salafuna salih, lau kama wangefanya uzembe wema waliotangulia, wema wetu sisi waliotangulia, kama tasahalu, kama waliofanya uzembe hao, wa kama tasahalul khalaf, na kama waliofanya uzembe wale waliotangulia, la daa aslu dinina aidha, ingepotea asili ya dini yetu vile vile. Yani leo sisi sote hapa tungekuwa tunaenda kutambika majumbani kwetu, yani ingekuwa hivyo. Kwa maana yake sasa kwa mfano sasa ingekuwa inabaki na nani? Wachaga si wana mwezi wa 12 wanaenda kutambika. Lije si waje wa Masai mwezi wa 11 waende kutambika. Waje wa kina fulani mwezi wa 10 waende wakatambike. Wa Makonde mwezi wa 8 waende Mtwara wakatambike. Waha mwezi wa 7 waende Kigoma wakatambike. Sasa ingekuwaje? Yaani miji sasa kama vile mji wa biashara ingekuwaje? Hiyo ni mambo ya ajabu, bali ingekuwa ni mambo ya kuchekesha. Ilikuwa ni mambo ya kuchekesha. Kwa bimaana wale labda Waarabu walioko labda nchi zingine huko, labda China, wanafanya mabiashara huko na nini, ikifika mwezi fulani wanatoka huko China wanaenda Uarabuni kufanya nini? Kufanya matambiko. Sasa dunia ingekuwaje? Na kingepatikana mtu mmoja mwenye akili angekuwa anatucheka sana kuona mbona mtihani. Kwa lau tasahala salafuna salih, na lau kama wangefanya uzembe wema wetu waliotangulia, kama tasahalu, kama waliofanya uzembe, sawa. Wa kama tasahalu salafuna, wa kama tasahala al-khalaf, na kama waliofanya uzembe. Na huenda hapa kuna neno limeongezwa hapa na nini hakukata, wallahu a'lam. Huenda ibara inakaa kwa hivi: walau tasahala salafuna salih kama tasahala al-khalaf. Maana hilo kama tasahalu, kwa walau tasahala salafuna salih, kama wangefanya uzembe wema wetu waliotangulia, kama tasahalu, kama wao walivyofanya uzembe. Yani wale wema wa nani? Yani kama walivyofanya uzembe wale wa mwanzo wa kipindi hicho katika Mayahudi na Manasara, yani wale mababu waliokuwepo wanaipokea ile dini wakati mitume wanakuwepo, wakati mitume wanakuja,
walifanya uzembe, hawakuzindua, mwisho wa siku sasa wao walipoondoka dini yote ikawa imebadilishwa. Sasa na kama wema wetu waliotangulia waliopokea ile dini kutoka kwa mtume wangefanya uzembe, kama tasahalu, kama walivyofanya uzembe wale waliopokea dini kipindi kile mitume inateremshwa, hawakuirithisha kwa watoto wao na vizazi vyao, wa kama tasahala al-khalaf, na kama walivyofanya uzembe al-khalaf, hawa waliokuja nyuma hivi sasa wanafanya uzembe hivi sasa, hawawazindui watoto wao. Wa kama tasahala al-khalaf, na kama walivyofanya uzembe al-khalaf, maana al-mutaakhir, maana hawa watu wa mwisho, hawa watu wa zama hizi za mwisho, la baa aslu dinina, kwa wema waliotangulia wangefanya uzembe kama walivyofanya uzembe wale wa mwanzo waliotangulia katika zile nyumati zilizokuwa kabla yetu. Walifanya uzembe, wao hawakuvifundisha vizazi vyao, hawakuvielekeza usahihi vizazi vyao. Sasa wema waliotangulia na wao wangefanya uzembe wa kurithisha kizazi dini, wasingekirithisha, wakafanya uzembe kama walivyofanya uzembe wale wa kipindi kile katika dini zilizokuwa za Kiislamu. Wa kama tasahala al-khalaf, na kama vile wanavyofanya uzembe hawa watu wa mwisho wa zama hizi wanavyofanya uzembe kurithisha vizazi dini, la dhaa aslu dinina aidha, basi ingepotea ile asili ya dini yetu vile vile. walakinna salafa salih, lakini wema waliotangulia hafidhu lana al-asla, walituhifadhia sisi asili. Hafidhu lana al-asla, walituhifadhia sisi asili. Falwajibu alaina, jambo la wajibu kwetu sisi, an narji'a ilayhi, turejee katika hiyo asili. Falwajibu alaina, jambo la wajibu kwetu sisi, an narji'a ilayhi, turejee katika hiyo asili. Wana'udda alaiha, au wana'adda fataha, wana'adda alaiha, wana'adda alaihi bin nawajid, na tuingate hiyo asili bin nawajid, kwa meno ya magego. Falwajibu alaina, jambo la wajibu kwetu sisi, an narji'a ilayhi, turejee katika hiyo asili. Wana'adda alaiha bin nawajid, na tuingate hiyo asili kwa meno ya magego. Wal khulasatu, na ufupisho wa maneno, anna ihtifala bil mawalidi, hakika kusherehekea mazazi mbalimbali, min al bid'a al munkara, ni katika bid'a ambayo ni munkar, jambo la uovu ambalo limekatazwa na dini ya Allah tabaraka wa taala. Akasema fatawa wa rasailu samahatu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, jildi wa 3 kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 75. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.